Tunaendelea na kipindi chetu na tunaendelea kuchambua magonjwa ya akili, na leo tunaendelea na kipindi ambacho kinakujia kupitia Imarisha Afya ya Akili, na mimi ni Peter Bulugu, nikukaribisha twende pamoja. Nakuletea magonjwa ya afya ya akili, na tunakwenda kuangalia ugonjwa mwingine ambao unaitwa schizophrenia kitaalamu, lakini huu ni ugonjwa ambao huwa una kawaida ya kusababisha mabadiliko ya namna mtu ambavyo anaweza kufikiri, namna ambavyo mtu anaweza kuhisi, na namna ambavyo mtu anaweza kutenda, hali ambayo inapelekea mabadiliko ya kitabia, lakini pia mabadiliko ya kihisia, namna anavyoweza kuyatazama mambo na namna anavyoweza kushiriki ama kushirikiana na jamii inayomzunguka. Katika mazingira kama hayo, moja kwa moja, huu ugonjwa wa schizophrenia ni ugonjwa ambao ni wa muda mrefu, yani mtu anakuwa anaonyesha dalili hizi kwa kipindi kirefu, lakini pia kwa namna moja au nyingine zinakuwa zinaathiri utendaji kazi wake, na wakati mwingine zinakuwa zinaathiri uhalisia wa mtu husika. Sasa twende tukatazame ugonjwa wa akili wa schizophrenia una dalili za namna gani. Na hizi dalili tumeweza kuziweka katika makundi ya aina tatu. Na haya makundi makundi ambayo ni dalili ambazo tunaweza tukasema ni dalili zinazoathiri hisia, lakini ziko dalili zinazoathiri matendo au tabia, lakini pia ziko dalili zinazoathiri hali ya mtu ya utambuzi na kujitambua, ile hali ya yeye kutambua namna ambavyo mambo yanavyoendelea, yanayomzunguka na kadhalika. Ile hali tunaiita ni cognitive. Kwa katika dalili hizi tuende tukaangazie dalili ambazo ni hizo zinazoathiri hisia, ambazo tunaweza tukaziita ni positive symptoms, ambazo ni psychotic. Na dalili hizi tunaweza tukaanza moja kwa moja kuelezea kitu kinachoitwa hallucination. Hallucination ni dalili mojawapo ambayo inakuwa inajitokeza mara nyingi kwa mtu mwenye schizophrenia, ambapo anakuwa mtu anaona vitu ambavyo wakati mwingine havipo, lakini pia anakuwa anasikia sauti ambazo hazipo, au katika ulimwengu wa kawaida mtu anawezekana akawa anapata maelekezo ambayo yanakuwa hayapo katika uhalisia, yaani anakuwa anazungumza na watu ambao hawapo, anakuwa anawasiliana na mazingira ambayo sio katika uhalisia wake. Kwa hiyo katika vitu vya namna hiyo tunakuwa tunasema huyu mtu anaonyesha dalili ya hallucination. Na kwa namna moja ama nyingine mtu wa namna hiyo inawezekana kabisa ikafikia hatua akawa anaamini katika vitu anavyoviona na kuvipa tafsiri ambayo si halisi. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo tunaona kwamba huyu mtu anaingia kwenye tatizo. Lakini shida nyingine tunaiita kitaalamu delusion. Delusion ni hali ya mtu kuwa na msimamo mkali na imani kali, ambayo anakuwa anaamini kitu ambacho katika uhalisia inawezekana kisiwe cha kweli, na mtu huyu huwezi kumbadilishia msimamo wake huo. Kwa mfano mtu wa namna hii anaweza akaamini kabisa kwamba labda akapewa maji, akaamini kabisa haya maji yamewekewa sumu, hata kama wakimthibitishia vipi kwamba maji haya ni salama, yeye anabaki kwenye msimamo wake wa kuamini kwamba maji haya yana sumu. Au akiamini kwamba sehemu hii iko namna hii, basi hakuna mtu mwingine anaweza akambadili katika kila anachokiamini. Hiyo ni hali tunayoiita ni delusion. Kwa mtu anakuwa na misimamo mikali sio yumba katika vitu ambavyo katika uhalisia si vya kweli, lakini yeye anakuwa anaamini kwamba kitu hicho ndio hicho ambacho yeye amekipa tafsiri. Lakini dalili nyingine tunaiita kitaalamu tunasema disorganized speech, kwamba mtu anakuwa anazungumza kwa kurukaruka. Anaanzisha mada hii, haijaisha, anashika mada nyingine, haijaisha, anashika mada nyingine, anakuwa hana uelekeo maalum katika story au katika kitu anachokizungumzia au katika mada anayozungumzia. Anakuwa anarukaruka, na mwisho wa siku tunasema kwamba anakosa ule utulivu wa mazungumzo. Lakini dalili nyingine tunasema ni disorganized behavior, kwamba mtu anakuwa anaonyesha tabia ambazo za kubadilika. Sasa ziko dalili zingine ambazo tunaziita negative signs. Na hizi negative signs tunasema zinakuwa zinaathiri zaidi hali ya mtu ya utendaji.
Na kwenye hizi dalili manake zinakuwa sana zinaonyesha kupunguza ile hali ambavyo mambo yalitakiwa kufanyika. Kwa mfano, kuna kitu kinaitwa blunted ear affect, ambapo mtu anakuwa na little or no emotion. Kwa mtu anakuwa ana emotion iko chini ama haipo kabisa. Anakuwa wakati mwingine hata akifanyiwa kitu fulani anakuwa hawezi kureact, anakuwa anatazama tu, anaangalia mambo yanavyokwenda, katika hali ambayo watu wengine tulitegemea labda pengine angetakiwa kureact au kujibu na kadhalika. Yeye anakuwa anabaki katika hali kama ya kupigwa na butwa hivi. Lakini kitu kingine kitaalamu kinaitwa alogia, ambapo hapa mtu anakuwa anapokuwa katika mazungumzo anafika stage anakosa maneno ya kuweka, kwa maana kwamba speech yake au mazungumzo yake yanakuwa yanakosa mwendelezo na yanakosa maneno ya kuweka. Kwa hiyo unaweza kushangaa mlikuwa mnaongea na mtu akafika tu katika pointi fulani akakaa kimya badala ya kuendelea. Maana yake yale maneno ambayo alitakiwa kuyazungumza katika akili yake yanakuwa hayaoni tena au yanakuwa yamepotea. Kwa mtu wa namna hiyo pia anakuwa yupo katika hapo kundi la negative sign au dalili hasi. Lakini dalili nyingine ni anhedonia. Anhedonia ni hali ya mtu kupoteza ile hali na morali katika vitu ambavyo alikuwa anavipenda hapo awali. Inaitwa loss of pleasure. Kwamba mtu anakuwa anabadilika, anaonyesha mabadiliko katika vitu alivyokuwa anapendelea. Kwa mfano, labda mtu alikuwa anapendelea kufanya kazi fulani, alikuwa anapendelea kukaa katika bustani, alikuwa anapendelea kuwa katika mazingira fulani ambayo kwa namna moja ama nyingine yanakuwa yanampa amani na furaha au anafurahia maisha. Sasa katika mazingira haya ya negative sign kwenye eneo hilo la anhedonia, mtu anakuwa anapoteza ile hamu ya yeye kushiriki katika vitu alivyokuwa anavipendelea. Lakini kitu kingine tunakiita asociality. Ina maana hii asociality ni dalili nyingine ambayo inajitokeza, na katika dalili hii mtu anakuwa hana hamu tena au anaonyesha dalili za kutokuwa na hamu tena ya kuchangamana na watu wengine. Kwa anakuwa anapendelea mazingira ya upweke na kujitenga. Kwa katika vitu vya namna hiyo tunasema kwamba hiyo ni asociality ambayo ni miongoni mwa dalili. Lakini kuna kingine ambacho kinaitwa avoidance, ambapo mtu anakuwa hana ile hamasa ya kutembea au hamasa ya kumove kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Au katika namna moja ama nyingine ni kwamba mtu hapa anakuwa anashuka morali yake, anakuwa muda mwingi anabaki kuwa ni mwenye utulivu tu, alafu bila sababu ya msingi. Ni kama vile ana vitu vinamsibu kichwani. Lakini ziko dalili ambazo tunaziita ni cognitive symptoms. Katika hizi cognitive symptoms mara nyingi sana hizi zinakuaga zinaangazia hali ya utambuzi, na hizi mara kadhaa zinakuwa zinaangazia eneo linaloathiriwa ni yale maisha ya kila siku. Kwa mfano, mtu atakuwa kitaalamu tunasema anakuwa na lower attention. Kwa katika mazingira kama hayo, manake ile umakini na attention yake au tuseme ile uharaka wa yeye kuelewa mambo inakuwa unashuka. Kwa anakuwa anahitaji labda maelezo mengi zaidi, au unapokuwa unamueleza anakuwa anawaza vitu vingine. Ile attention inakuwa haipo. Kwa unapokuwa unamsikilizisha anakuwa haipo katika utayari wa yeye kufuatana na wewe. Ndio maana unaweza ukawa unazungumza na mtu ukafika sehemu ukamuuliza labda ulikuwa unaongelea nini, yeye mwenyewe akawa haelewi hata ulichokuwa unakizungumzia. Kwa maana yake hiyo inakuwa ni low attention. Lakini kitu kingine tunasema mtu anakuwa anapungua au kushindwa kufanya maamuzi, au tunasema poor decision making. Kwamba mtu anakuwa anashindwa kufanya maamuzi. Anapokutana na vitu viwili anashindwa kuchagua kipi ni sahihi, lakini pia anapopata jambo anabaki kwenye msongo mawazo tu, akiwa haelewi afanye nini au achukue hatua gani. Lakini kitu kingine katika cognitive symptoms tunasema mtu anakuwa anashindwa kutatua matatizo yanayokuwa yanamkabili. Sasa katika mazingira ya namna hiyo tutaweza kuona kwamba changamoto hizi za kisaikolojia ambazo zinakuwa zinahusiana na hiyo eneo la schizophrenia tumeweza kuzichambua vizuri katika haya makundi matatu, kwa maana ya positive au psychotic symptoms, lakini pia ziko negative symptoms pamoja na
cognitive symptoms ambazo ni za utambuzi. Kwa ukiona mtu yupo katika makundi hayo kwa dalili ambazo nimezitaja, basi utambue kwamba huyu mtu yupo katika changamoto ya afya akili. Sasa twende tukaangalie kulingana na kitu kinachoitwa Diagnostic Statistic Manual ambayo ni DSM-5, ambapo hapo tunaenda kuangalia ni namna gani sasa unaweza ukafanya diagnosis au ukafikia hatua ya kusema kwamba huyu mtu ana hii hali ya schizophrenia. Katika mazingira ya kufanya maamuzi hayo kwa mtu ambaye ni mtaalamu wa afya, ataweza kuangalia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ataangalia uwepo wa sifa au uwepo wa dalili mbili kuu. Na dalili hizi miongoni mwake ni pamoja na zile dalili ambazo tumeshazizungumza kwa makundi yake. Sasa naweza nikazitaja dalili hizo halafu tukaona kwamba ziko dalili kuu ambazo tunasema, mfano ile delusion, hali ya kuwa na misimamo mikali katika vitu ambavyo si halisi. Lakini pia kuna kitu kinachoitwa hallucination, swala la yeye kuona ama kusikia sauti ambazo si halisi. Lakini kuna hiyo disorganized speech ambapo mtu anakuwa anashindwa kuzungumza vitu ambavyo vina mpangilio, anakuwa anaongea kwa kurukaruka. Lakini pia kuna hizo kufanya jambo moja na kuacha, anaenda jambo lingine na kadhalika. Lakini pia kuna sifa ya tano ambayo tunaziita ni negative symptoms kama ambavyo nimezitaja kule chini. Sasa ina maana ukiona katika zile dalili tatu, kwa maana ya ile dalili labda mtu anakuwa anasikia sauti ambazo hazipo, lakini dalili ya kupata maelekezo au kuwasiliana na watu ambao wanakuwa hawapo, na dalili ya misimamo mikali katika mambo ambayo si halisi, pamoja na hiyo ya kushindwa kuwa na mazungumzo mazuri au kuwa na mpangilio mzuri wa mazungumzo. Sifa mojawapo katika hizo pamoja na sifa kutoka kule kwenye upande wa zile dalili ambazo ni hasi, basi huyu mtu tunakuwa tunasema kwamba ana changamoto ya afya akili ambayo ni schizophrenia. Kwa maana yake, ili tuseme huyu mtu ana schizophrenia, basi sifa mbili katika hizo basi ziweze kuwa zimeonekana. Lakini jambo la pili ni kwamba zile dalili ambazo nimezitaja basi ziweze kujitokeza kwa zaidi ya mwezi mmoja, kwamba zitakuwa zinajitokeza kwa zaidi ya mwezi mmoja. Yaani kwamba uweze ukafanya hitimisho la kwamba huyu mtu ana schizophrenia kwa kuonyesha dalili hiyo labda ndani ya wiki moja, kwa sababu katika namna moja ama nyingine inawezekana ikawa tu ni mazingira ya kawaida, na baada ya hapo mtu anarudi kwenye utaratibu wa kawaida. Lakini hali hiyo inapodumu kwa zaidi ya mwezi mmoja, basi ujue kwamba hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia kujua kwamba huyu sasa tunamweka kwenye kundi la wagonjwa wa akili ambao wapo katika eneo la schizophrenia. Lakini jambo la tatu tunakuwa tunasema kwamba mtu anakuwa anapata challenge mbalimbali za kimaisha au za kimienendo na kitabia. Anapata changamoto hata katika mazingira yake ya kufanya kazi. Zile changamoto zinakuwa zinaonekana kwa zaidi ya miezi 6, wakati mwingine zinadumu kwa zaidi ya miezi 6. Tunaweza tukasema kwamba huyo mtu ana changamoto hiyo. Sasa tuweze kuona kwamba ni vitu gani labda vinaweza vikapelekea mtu akawa na schizophrenia. Katika uhalisia, sababu zimeweza kuoneshwa ni pamoja na mabadiliko katika namna ambavyo mfumo wake wa fahamu unavyotenda kazi. Itambuliwe kwamba katika mfumo wa fahamu ziko vitu ambavyo kitaalamu tunaziita neurotransmitters, ambazo hizi ni vitu ambavyo vinasaidia mfumo wa fahamu kufanya kazi vizuri, ikiwemo dopamine pamoja na glutamate. Sasa hizi zikiwa na mabadiliko katika mfumo wa fahamu wa ubongo wa mtu, manake tayari anaweza kupata hii changamoto, na mabadiliko hayo yanaweza kusababishwa na vitu mbalimbali ikiwemo vitu kama mtu kupata ajali na kadhalika. Lakini pia vitu vipo katika upande wa vinasaba, kwamba mtu anawezekana katika vinasaba vyake akawa amerithi changamoto za namna hii. Lakini pia mbali na kurithi, kuna kitu kinachoitwa genetic mutation, ambapo kwenye upande wa vinasaba kunatokea mabadiliko wakati wa uumbwaji, kwamba zile seli
zinazokuwa zinabeba taarifa zinazohusu utimamu wa mtu kwenye eneo hilo, basi zinakuwa zinapata changamoto ya kushabihiana au ya kuoana vizuri katika namna ambayo mtu huyu atazaliwa akiwa timamu. Kwa mabadiliko katika seli hizo ya kijenetikia au ya vinasaba yanaweza kupelekea mtu kuzaliwa katika changamoto hiyo ya kuja kuonekana kwamba ana hilo tatizo la schizophrenia. Lakini pia kitu kingine ni sababu za kimazingira. Na hizi sababu za kimazingira, kwa mfano watoto wanaozaliwa na uzito mdogo, watoto wanaozaliwa chini ya umri ule ambao ni umri sahihi wa mtoto kuzaliwa wa miezi 9, mara nyingi wanakuwa wana uzito ambao uko chini. Kwa hiyo mtoto wa namna hii anakuwa yuko katika hatari ya kupatwa na ugonjwa wa akili ambao ni ugonjwa huu wa schizophrenia. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho tunasema kifafa cha mimba. Mama anaweza akapata hali ya kifafa wakati wa ujauzito, ambapo tunaita ni kifafa cha mimba, ambapo katika mazingira kama hayo basi huwa inaweza kuathiri namna ambavyo mtoto kule ndani anaweza akatoka akiwa salama katika mfumo wake wa fahamu na namna ya maendeleo yake katika ukuaji, hasa eneo la ubongo. Lakini kitu kingine ni kitachomweka katika hatari mtoto kupatwa changamoto ya aina hii au mtu kuzaliwa na changamoto ya aina hii ni upasuaji wa emergency, ambao kitaalamu tunaita emergency cesarean section. Kwamba wapo watu ambao wanajifungua kama katika njia mbili za ambazo ni mara nyingi sana zinatumika au zipo, kwamba moja ni njia ya upasuaji ambao mtu atafanya operation ambayo tunasema ni cesarean section. Mtoto atatolewa kwa njia hiyo, lakini mama anaweza kujifungua kwa njia ya kawaida kupitia mji au kupitia sehemu zake za uzazi, akazaa mama mtoto kwa njia ya kawaida bila upasuaji. Sasa katika mazingira ya emergency, kwamba mtoto anakuwa katika hatari, kwa maana patakuwa hapana maandalizi ya kutosha ya ule upasuaji kufanyika katika sifa au katika vipengele ambavyo ni sahihi, kwa sababu ni emergency, basi inawezekana kuna vitu vikapungua pale. Labda mtoto katika kuzaliwa kwa sababu ni emergency, labda akazaliwa katika mazingira ambayo hakuna uhakika wa kupata mtambo labda wa oxygen. Kwa hiyo kipindi ambacho mtoto hatapumua vizuri, basi itaweza ikapelekea akapata changamoto. Lakini kama mama atakuwa na maandalizi katika kufanywa hiyo upasuaji, basi mtoto anakuwa salama kwa sababu vifaa vyote vinakuwa vimeandaliwa. Lakini kitu kingine ni pamoja na matumizi ya dawa za kulevya. Matumizi ya dawa za kulevya ikiwemo cannabis, kama hivyo bangi na vitu vingine, vina kawaida ya kwenda kuathiri mfumo wa fahamu wa mtu. Kwa hiyo ndugu yangu mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, nipende kukushukuru sana kwa kuungana na mimi, na sasa twende tukaangazie ni namna gani mtu akipatwa na changamoto hii ya schizophrenia huwa anaweza kupatiwa matibabu. Kwa sababu tumeshasema kwamba huu ni ugonjwa wa muda mrefu, kwa maana ya chronic illness. Ni mtu anakuwa anapata matibabu pia ya muda mrefu, na watu wa namna hii wanakuwa wanapata matibabu ya aina kama 3, lakini aina kubwa zaidi ya matibabu ni pamoja na hizo psychotherapy, ambapo psychotherapy maana mtu anapata huduma ya msaada wa ushauri, lakini pia msaada huo wa kisaikolojia unaoambatana na msaada wa kifamilia au msaada wa kijamii, kwa maana ya kumuunganisha na jamii yake pamoja na familia yake katika kumbadilishia mtazamo na namna ambavyo tutamhakikishia hali ya usalama na bila kumtenga. Sasa katika matibabu ya namna hiyo mtu anaweza kuwa sawa na akaona kwamba akajisikia kuthaminiwa na mwisho wa siku kuruhusu akili yake kuwa na maendeleo mazuri. Lakini pia watu wa namna hii pia tunawasaidia kupitia psychoeducation, ambayo ni msaada wa elimu inayohusu magonjwa haya ya akili, kuweza kumweleza mtu aweze kutambua dalili zake ni nini, sababu zake ni nini, ni namna gani anaweza kuepuka. Vinakuwa vinasaidia kwa mtu ambaye anaelekea kuwa katika changamoto hii kuchukua hatua mapema ya kukabiliana na ugonjwa huu. Lakini pia kitu kingine ni matumizi ya dawa. Ziko dawa ambazo zinakuwa zinasaidia
zinakuwa zinasaidia utendaji kazi wa akili, kwa maana ya ubongo zinakuwa zinasaidia. Kama hizo antipsychotics ni aina ya dawa ambazo zinatumika sana kwa lengo la kurekebisha namna ya utendaji kazi au namna ya mfumo wa fahamu ambao upo katika mfumo wa ubongo ama mfumo wa kufikiri, ambapo panakuwa panamsaidia namna ya kufanya marekebisho. Rai yangu baada ya somo hili ni kwamba unapoona changamoto za aina hii, kwa sababu mtu anakuwa katika hali ya mfadhaiko ambayo kwa namna moja ama nyingine inawezekana kabisa akaonesha dalili za kama mtu aliyechanganyikiwa au kama mtu ambaye yupo katika mazingira ambayo ni ya mfadhaiko ambao watu wengi wanauhusianisha pia na mambo ya imani potofu kama vile kulogwa, kutolewa kafara na mambo ya namna hiyo. Sasa vitu vya aina hii vikitokea, ni vizuri kuchukua hatua mapema ya kuwaona wataalamu, lakini pia ni vizuri kuchukua hatua mapema ya kuwa tunajaribu kujiassess wenyewe katika mabadiliko yetu na kuweza kugundua kwamba ni vitu gani ambavyo nikiviona kama dalili vinakuwa vinanipa alarm kwamba nina changamoto au naelekea kupata changamoto hii, na hivyo nitafute watu sahihi ambao naweza nikakaa nao. Nikushukuru sana mpenzi mtazamaji wangu kwa kuungana na mimi katika kliniki yetu ya Imarisha Afya ya Akili. Nikikusihi uendelee kusubscribe na kuwa mfuatiliaji wetu katika channel hii ya Mfalme Ngamia Media, uendelee kupata masomo kama haya, na mwisho wa siku uweze kuepukana na changamoto za afya ya akili, uboreshe mahusiano yako na familia, uboreshe mahusiano yako na jamii, lakini pia uboreshe utendaji kazi wako wa kazi. Kwa mawasiliano tunapatikana kwa namba 0753725034. Unaweza ukatupata tukakushauri namna njema ya kupata matibabu kama una ndugu jamaa au rafiki. Pia usiache kutufuatilia katika mitandao yetu Imarisha Afya ya Akili. Tunasema afya ya akili ni afya. Mpaka wakati mwingine, asante.